ambaye kwenye hii dunia anaizuia nafsi yake anapoambiwa Mwenyezi Mungu hataki hivi, Mwenyezi Mungu amekuamrisha hivi, ukatii kwenye hii dunia, Allah Azza wa Jalla anakuambia siku hiyo faqad fuz, utakuwa umefaulu kufaulu kukubwa. Najihusia nafsi yangu ayuha ahibba na kuhusia ndugu zangu nyote, tushikamaneni na at-taqwa iwapo tunataka kufaulu kwenye hii dunia na kesho akhira. Ayuha almu'minun, يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. الله سبحانه وتعالى kwenye hii aya adhim anabainisha ni dini gani anairidhia, ni dini gani inakubalika kwake yeye Allahu Azza wa Jalla. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya kipekee yenye kukubaliwa mbele ya Allahu Azza wa Jalla, yenye kuridhiwa ni hii dini ya Kiislamu, ni dini ya mwanadamu kujisalimisha kwa Allahu Azza wa Jalla. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, ni dini moja pekee yake yenye kukubalika mbele ya Allahu Azza wa Jalla, si dini ya kinasara wala dini ya kiyahudi. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini yenye kukubalika mbele ya Allah ni dini moja pekee yake. Na hapa inafaa impatie Muislamu yaqini ya kwamba hakuna dini nyingine yenye uwezekano wa kukubaliwa na Allah Azza wa Jalla. Unaweza kumsikia Muislamu anasema sote tuabudu Mungu mmoja pamoja na kwamba dini zetu ni tofauti. La, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Mwenyezi Mungu anabainisha ni dini gani anairidhia kwa waja wake, ni dini gani anataka kuona waja wake wameshikamana nayo kwenye hii dunia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, asema Allah Azza wa Jalla, leo nimewakamilishieni hii dini. Wa atmamtu alaykum ni'mati, kisha akasema wa raditu lakum al-Islam dina, na nimeiridhia dini hii ya Kiislamu ya nyinyi kujisalimisha kwangu mimi dinan, kuwa ndio dini yenu. ويقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه, na yoyote ambaye atajichagulia na kufuata dini isiyokuwa ya Kiislamu falan yuqbala minhu, hakuna uwezekano kukubaliwa mbele ya Allahu Azza wa Jalla. Yoyote atakayefuata sheria isiyokuwa ya Kiislamu falan yuqbala minhu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na huyo ambaye atakuwa na hii sifa fil akhirati min al-khasirin, atakuwa ni mwenye kukhasirika siku ya kiyama. Ayuha al-ahibba, dini pekee yenye kukubalika mbele ya Allahu Azza wa Jalla ni dini ambayo imebeba kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, dini ambayo imejengwa na at-tauhid, mwanadamu kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo yake yote. Mwenye ambaye atakuja na tauhid siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu anasema huyu ndiye nitakayemkubali. Ayuha al-ahibba, al-Islamu dinul anbiya, hii dini adhim
hii dini ya tauhid, hii dini ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndio iliyokuwa dini ya manabii wote. وهذا نوح عليه السلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح عليه السلام anasema nimeamrishwa kujisalimisha kwa Allah azza wa jalla, kuwa mimi ni muislamu. وهذا إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك. إبراهيم عليه السلام akimuomba Allah azza wa jalla na ndani yake akithibitisha ni dini gani na mila gani alikuwa ndani yake, anasema rabbana, mola wangu, waj'alna muslimain lak, tujalie sisi wawili, yeye na mtoto wake Ismail, muslimain lak, kwamba sisi ni waislamu na tumejisalimisha kwako wewe. Kisha akasema wa min dhurriyyatina, na vizazi vyetu vinavyokuja, muslimatan lak, vile vile washike hii njia ya kujisalimisha kwa Allah azza wa jalla. Wa hadha Musa alayhi salam, nabiyullah Musa asema waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa alayhi salam abainisha ni dini gani alikuwa ndani yake, ni sheria gani alikuwa akifuata. Asema Musa akiwaambia watu wake, ya qaumi, enyi watu wangu, in kuntum amantum billah, ikiwa kweli mumemwamini Allah azza wa jalla, fa alayhi tawakkalu, mtegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala in kuntum muslimin, ikiwa kweli nyinyi umejisalimisha kwa Allah azza wa jalla, ikiwa kweli nyinyi dini yenu ni ya Kiislamu. Wa hadha Isa alayhi salam qala Allah ta'ala falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansaru Allah آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا عيسى عليه السلام. عيسى alipokuwa na watu wake anawauliza man ansari ila Allah, ni nani ambaye atainusuru na kuilingania dini ya Allah azza wa jalla. Wakajitokeza watu wakasema nahnu ansarullah, sisi ndio tutainusuru dini ya Allah azza wa jalla na kulingania katika hiyo njia. Kisha wakasema amanna billah, tumemwamini Allah azza wa jalla. Kisha wanamwambia Isa, wakidhihirisha imani yao, wakidhihirisha dini yao, washhad bi anna muslimun, shuhudia we Isa, tumejisalimisha sisi kwa Allah azza wa jalla. Isa alayhi salam yeye na wafuasi wake walikuwa ni waislamu wanajisalimisha kwa Allah azza wa jalla. dini ya manabii ayuha alahibba ni dini hii adhim, dini ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, dini ya tauhid, mwanadamu kumwelekea Mungu mmoja asiyekuwa na mshirika. Ayuha almu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii dini adhim anaamrisha waja wake wawe na thabat, wawe na msimamo wa kuendelea na hii dini, wa kuwa na hii imani mpaka kufikiwa na maut na kuondoka kwa wao duniani. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Asikize Muislamu makini,
wasia wa Allah azza wa jalla. Ewe unayesema la ilaha illa Allah, sikiza wasia wa Allah kwako wewe. Ya ayyuhalladhina amanu, anazungumza na waumini Allah azza wa jalla wanaosema la ilaha illa Allah, wanayemwabudu Mungu mmoja. Anawaambia Allah azza wa jalla, ittaqullah, jipambeni na sifa ya taqwa haqqa tuqatih. Kisha anasema Allah azza wa jalla, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasia adhima. Hivi ndivyo anavyokutaka Allah azza wa jalla. Ikifika wakati wa kuondoka kwenye hii dunia, anakuambia Allah, wala tamutunna, na wala msife na wala msiondoke kwenye hii dunia, illa, isipokuwa, hii ndio hali yenu, illa wa antum muslimun, isipokuwa munakufa na kutoka kwenye hii dunia nyinyi ni waislamu, mumejisalimisha kwangu mimi. Allah azza wa jalla ni kama anatuambia, dumuni katika hii dini, hifadhini dini yenu kwenye hii dunia mpaka wakati inapofika wa kufarikiana na hii dunia, uwe katika hiyo hali ya kujisalimisha kwako wewe kwa Allah azza wa jalla. Anataka Allah azza wa jalla ukishaingia kwenye hii neema ya la ilaha illa Allah, usitingishike. Kita katika la ilaha illa Allah, dumu ndani yake, hifadhi la ilaha illa Allah yako mpaka ufikiwe na mauti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Islam na kalimatu at-tauhid la ilaha illa Allah ilikuwa wasia wa mitume kwa watoto wao, ilikuwa wasia wa mitume kwa umma wao na watu wao, na ni kama wanatuhusia sisi vile vile kutoondoka kwenye hii dunia illa ikiwa hali yako bado ni ya la ilaha illa Allah. قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hizi ndio zilikuwa wasia za mitume kwa watoto wao, kwa watu waliowazunguka. Isitoshe unasema la ilaha illa Allah, lakini jalia unapoondoka kwenye hii dunia umeishi na la ilaha illa Allah, unaondoka na la ilaha illa Allah ikiwa imesimama namna inavyotakikana, ikiwa imehifadhiwa hii la ilaha illa Allah kwenye maisha yako. Wanasema Ibrahim wa Yaqub wakihusia watoto wao na vizazi vyao, inna Allah astafa, hakika ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewachagulieni, lakumuddina, kwenu nyinyi dini, wala tamutunna, na wala musife, musiondoke kwenye hii dunia, illa wa antum muslimun, illa ikiwa nyinyi ni waislamu na mumejisalimisha kwake yeye. Ewe baba, hii ndiyo iwe wasia wako mkubwa kwa watoto wako, kwa vizazi vyako. Wafunze kuishi na la ilaha illa Allah, wawe ni watu wa tauhid, waihifadhi hii kalima na uzito iliyobeba hii kalima, kwani ndiyo wasia wa manabii kwa watoto wao. Yusuf alayhi salam anatufunza
dua bora mwanadamu anafaa aombe, anasema rabbi qad ataitani min almulk wa 'allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. هذا يوسف عليه السلام mtume wa Allah azza wa jal analia na kitu kimoja, imani alionayo juu ya la ilaha illa Allah, juu ya tauhidi, hataki kuondoka kwenye hii dunia illa kwamba amekufa na hii la ilaha illa Allah. Asema tawaffani musliman, ya Rabb nifishe niondoe kwenye hii dunia nikiwa ni Muislamu, nikiwa bado niko na la ilaha illa Allah ndani ya moyo wangu. Hadha Yusuf alayhi salam. Ayuha alahibba, wameelewa ukubwa na manzila ya la ilaha illa Allah. أيها المسلمون عباد الله، الهداية والإسلام منة إلهية وعطية ربانية يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أيها الأحبة، لا إله إلا الله، التوحيد وإسلام ambao uko ndani yake wallahi ni neema na zawadi inayotoka kwa Allah azza wa jalla kwako wewe. Allah azza wa jalla anabainisha ndani ya aya, anasema walakinna Allah, lakini Allah azza wa jalla habbaba ilaykumul iman, ameipendeza imani ndani ya nyoyo zenu, amewachagulieni la ilaha illa Allah, وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بعد ya kuingiza la ilaha illa Allah kwenye moyo wako, baada ya kukufanya Muislamu, akajalia kwamba unachukia kufuru, unachukia kushirikishwa kwa Allah azza wa jalla. Habbaba ilaykumul iman, amewachagulieni na kuijalia alislam ndiyo munayoipenda. Hii ni neema ayuha alahibba, ni neema ambayo wamenyimwa bilioni za wanadamu kwenye hii dunia. Amekuchagua wewe ndugu yangu Muislamu kuwa na hii neema adhima ya Uislamu, neema adhima ya la ilaha illa Allah, neema ya alhidayah, kwamba unamwelekea Mungu mmoja peke yake asiyekuwa na mshirika. Hii ni neema ya alhibba. Twafaa tuhisi kwamba tuko kwenye neema, hatukuwa kwenye Uislamu kwa bahati mbaya. Ya alhibba, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuchagua. Ni wangapi wanazama kwenye kufuru? Ni wangapi wamezama katika kumshirikisha Allah azza wa jalla? Lakini hakukujalia Allah azza wa jalla kuwa miongoni mwa watu ambao wanamshirikisha Allah. Hii ni neema na hii ni zawadi amekupatia Allah azza wa jalla. Asema Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, wallahi ma an'ama Allahu ala 'abdin, wallahi ana apa Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, wallahi hajamneemesha Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu neematan ma katika neema za kidunia
a'zama, kubwa, kama min an arrafahum bila ilaha illa Allah. Asema Sufyan ibn Uyayna, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala hajamneemesha mwanadamu neema kubwa katika hii dunia kama kumjulisha na kumfanya aishi na la ilaha illa Allah kwenye hii dunia. Nahnu fi ni'ma ayyuha alahibba, tuko kwenye neema ayyuha alahibba, neema ya kwamba tunasema la ilaha illa Allah, neema ya kumwelekea Mungu mmoja. Wahisi kweli hii neema, wahisi kweli hii khairi ambayo uko ndani yake. Masahaba ridwanullahi alaihim, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam anaingia msikiti mapema, akakuta masahaba wamekaa halaka, kikundi. Akawaendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawauliza wale masahaba, ma ajlasakum, ni kitu gani kimewafanya mukae halaka round, sababu gani? Wakamwambia, jalasna, tumekaa, nad'u Allah, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahmaduhu, na tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, tunarejesha shukrani kwa Allah azza wa jalla. Sikiza sababu ya wao kukaa na ni shukrani gani wanaleta. Hawa wameelewa hii neema walio ndani yake. Tuchukueni mifano kama haya ya lahibba. Hii neema ulio ndani, istash'ir, hii si kweli uko ndani ya neema, wahfadhha, na ihifadhi, wadawim alaiha, na udumu ndani ya hii neema ya Uislamu. Wasema nad'u Allah wa nahmaduhu, tunahimidi Allah subhanahu wa ta'ala ala ma hadana lidini, katika aliyotuongoza nayo na hii dini. Wamekaa, sababu ya wao kukaa hawa masahaba kikundi ni kutaarraf, ni kuelewa na kukumbushana ile neema waliokuwa ndani yake, ile fadhila waliokuwa ndani yake. Ayuha alahibba, dini mbele ya Allah azza wa jalla ni dini moja, ni dini ya la ilaha illa Allah, na hii ndiyo dini ilikuwa ya manabii, na Allah azza wa jalla ametuchagua kuwa katika waja wake ambao wameneemeshwa hii kalima ya la ilaha illa Allah. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Assalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أيها المؤمنون عباد الله، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. أيها المؤمنون عباد الله. كن حديث لليسوما ya Hudhaifa ibn al-Yaman, asema akisimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yudrasu al-Islam, ni hadithi ya kukhofisha neema mulio ndani yake. Ayu alahibba, tuhifadhini hii neema kabla haijafika hii wakati. Yaqulu alayhi salatu wassalam, yudrasu al-Islam, itapotea Uislamu na kufutika, kama yudrasu washyu thawb, kama vile mapambo yanavyoweza kupotea kwenye nguo ya mwanadamu. Zile nguo ziko na mapambo, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam,
Uislamu utapotea na kufutika kama vile nguo yenye mapambo zinatoka kwa haraka. Hivi ndivyo itakuwa Uislamu. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta la yudra, itafika wakati la yudra, watu watakuwa hawajui ma siyamun, saumu ni nini, wala salatun, wala sala ni nini. Bimaana watu watakuwa hawaijui dini yao. Uislamu utaanza kupotea katika maisha ya wanadamu. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, watabqa ta'ifun minan nas, itaendelea kuwa hii hali mpaka watabaki kikundi cha watu ambao ni ash-shaykhul kabir wal ajuz, mtu mzima, watu wazima ndio watakaobaki. Hawa watasema, yaqulun, watakuwa wanasema hawa, adrakna abaana, tuliwapata baba zetu ala hadhihi alkalima, juu ya hii kalima. Kalima gani? Kalima ya la ilaha illa Allah. Bimaana watakachobakia nayo ni la ilaha illa Allah. Al-Imam an-Nawawi anasema fihi bayanun, kwenye hii hadith kuna bayana na ubainifu ndani, anna al-jahla ya'um, watu kutoijua dini yao itaenea katika baina ya Waislamu. Watu kutoijua dini yao itaenea katika jamii, kulingana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka watu wataanza kuambiana, tumesikia baba zetu wakisema la ilaha illa Allah. Kabla haijafika hii wakati, tuhifadhini la ilaha illa Allah, tuijueni la ilaha illa Allah, ukubwa wake na maana yake. Unaposema la ilaha illa Allah, ni nini wamaanisha wewe ndugu yangu? Lazima ujue la ilaha illa Allah, hakuna mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki illa man, illa Allah. Unasema la ilaha illa Allah na kuuliza, wamjua Allahu azza wa jal, ndiyo kipande cha kwanza. La ilaha illa Allah iweze kuwa na nguvu katika maisha yako, uweze kujua ile neema ulio ndani. La ilaha illa Allah, wajua ni nani Allahu azza wa jal, wajua aliyokuamrisha, wajua aliyokukataza. Endelea, Muhammadur Rasulullah. Ewe ndugu yangu unayesema la ilaha illa Allah, wamjua Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo la ilaha illa Allah yako, ndiyo Uislamu wako isimame. Hal tadri maana la ilaha illa Allah? Twajua kweli la ilaha illa Allah inamaanisha nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaapa akisema, hakika ya huyu mwanadamu fil khusr, yuko katika hasara. Asema al-Imam Shafi'i, law ma anzala Allah Subhanahu wa Ta'ala illa hadhihi as-sura lakafathum, law Mwenyezi Mungu hakuteremsha isipokuwa hii suratul Asr peke yake, hii sura ingekuwa ni mawaidha tosha kwa huyu mwanadamu. Hakika ya wanadamu wote wako kwenye khasara, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake nyingi akaanza kufafanua ni kina nani hawako kwenye khasara. Sikiza ndugu yangu Muislamu, illa alladhina amanu, illa walio
amini illa waliojisalimisha kwa Allah azza wa jalla. Lakini imani haiji na huwezi kuifikia illa bililm, illa kwa kuisoma na kujua. Wa amilu salihat, na wakaitendea sasa ile walioijua. Ta'allam la ilaha illa Allah, ta'allam kalimatu at-tauhid wa'mal biha وداوم عليها. يقول الله تبارك وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. tusomeni dini yetu hiyo lahibba, tujueni kalima hii na neema hii tuliyo ndani ya Uislamu kwa kuisoma. Ibadallah, استكثروا من الصلاة والسلام عليه، فقد أمركم الله تبارك وتعالى حيث قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.